anawatafuta wale watakaomwabudu katika roho, anawatafuta wale ambao wanacho wanamwabudu, wasipokuwa nacho wanamwabudu. Hatafuti wale ambao wakiwa hawana kuabudu wale, hawataki kusali, hawataki kumheshimu, yuko tayari kuongea uongo kwa ajili ya pate kitu fulani. Hayo maisha hautokaa uone mkono wa Mungu ukiingilia kati maisha yako, ukiishi kwa ujanja. Kwa sababu ili uone mkono wa Mungu ukiingilia kati, lazima uishi katika kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kanisa lina phases nyingi sana. Yaani lina phases kwa Kiswahili na tunaelewa. Yaani lina hatua nyingi sana. Hatua hii. Na kanisa ni wewe na mimi. Kwa hiyo tukiishi huku tukijua nini kinatupasa kukifanya, maana yake Mungu atafungulia malango na baraka za mbinguni. Watoa fungu la 10 katika ukweli, lakini bado wewe ni muongo. Nasema imewapasa kuyafanya yote, lakini na hayo msiyaache. Watoa vizuri, lakini bado mzinzi. Mimi nakwambia kanisa linatakiwa watu wamwabudu Mungu kweli. Nasema nani apendi kwenda mbinguni? Biblia inasema kuna nyimbo mji ule wametameta kuonekana kule mbali, naye Yesu za fike nasi simbali nasi uko simbali karibu tutafimba. Usikubali kwenye maisha yako ukaishi maisha ya kumuumiza mtu, yaani mtu akaumia kwa sababu yako, yaani kwa maneno yako, kwa maneno yako mwenzako anaumia. Aidha mnasali kanisa moja au msali kanisa moja, maanake utakuwa umeikataa ile kweli. Usikubali mtu atoe machozi kwa ajili yako. Jitahidi mtu asikilie kwa ajili yako, na mtakwenda mbinguni. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Nanyi mtaijua nini? Kweli. Sifa ya kweli inaumweka mtu kuwa huru. Hiyo ndio sifa ya kweli. Maana yake unaondokana na kila kadhia ya shetani, unakuwa huru. Sifa ya kweli. Na mtu yoyote anayemwabudu Mungu katika roho na kweli, hata wachawi wa kiroga hawezi kumloga, hata waganga wa kiroga hawezi kumloga, hata shetani akijipanga hawezi, kwa sababu huyo mtu yuko mikononi mwa nani? Mungu. Haleluya, watu wa kanisa.